Spika, tunakubaliana na Mheshimiwa mbunge juu ya umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza, na kwa kulitambua hilo, serikali ilikwisha anza kufanya maandalizi mbalimbali kufanya kwa wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kujenga jengo la abiria. Wakati mchakato unaendelea, lile jengo la abiria, na baada ya kutazama upya, tukabaini kwamba lisingeweza kukidhi viwango vinavyohitajika kwa uwanja wa kimataifa wenye hadhi kama ya Mwanza. Hivyo basi, tumerudi serikalini na kuanza kufanya tathmini upya. Moja, maamuzi yamefanyika, uwanja huo, jengo hilo litajengwa, lakini sio lile lililokuwepo kwa sababu lilikuwa ni dogo. Hivyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge atuachie shilingi. Tumeshaanza kufanya taratibu za kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza kujenga jengo hilo lenye hadhi na itakaloendana na uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kila mwaka bajeti hutengwa na utekelezaji wake unakuwa kinyume, naomba wabunge nitoe hoja tujadili jambo hili muhimu la kitaifa. Hoja yako imekubaliwa. Tuna nini sasa? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Uendelea tu. Spika, kwa kuwa uwanja huu wa kimataifa ambao tunatarajiwa wa kimataifa ni uwanja muhimu sana kwa nchi. Ndege ambazo zinatua kwa siku ni ndege zaidi, ATC ni 4, lakini ndege zingine ni zaidi ya 3. Kwa jumla ni ndege 7. Lakini uwanja huu hata leo ukitafuta tiketi ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza zimejaa. Kwa hiyo ni uwanja muhimu sana. Sasa Mheshimiwa Spika, tunaomba, kwa sababu faida kubwa inapatikana Mwanza, tunaomba commitment ya serikali kwamba sasa huu uwanja utakamilika ndani ya muda gani. So bilioni 6 ambazo zimetengwa tunaona haziwezi kusukuma huu uwanja. Kwa Mheshimiwa Spika, tunaomba commitment ya serikali, ni muda gani uwanja huu utakamilika, ili tuache kuwa tunazungumza huu, tukuze uchumi. Mheshimiwa Maleko Matiko. Usisimame. Okay. Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, kwanza naunga mkono hoja, lakini la pili, Mwalimu Nyerere alituhusia kupanga ni kuchagua. Tunapaswa kuchagua. Pale Mwanza tunachokitaka ni maboresho au ujenzi na upanuzi timilifu wa kufanya uwe na hadhi ya kimataifa. Lugha iliyotumika kwenye hotuba ni lugha ya kwamba, ukitazama lugha ya Serengeti, na mimi naunga mkono ujenzi wa uwanja wa kimataifa Serengeti, no problem. Ni lugha ipo clear kabisa, ni ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Lugha hiyo ni tofauti kila pale Mwanza inapotajwa, ni maboresho ya uwanja wa Mwanza. Hii inaonyesha kwamba serikali bado haina clear plan na nia ya dhati ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Kwa hiyo nakubaliana na hoja kwamba tunataka clear commitment, ni lini Mwanza watapata uwanja wa kimataifa. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Kwa kweli Mheshimiwa, na mimi naunga mkono hoja ya Kiswaga, na Mheshimiwa Spika utulinde, kwa sababu sisi tumeshika mshahara wa waziri. Sasa naona naibu waziri anatuingilia. Mheshimiwa, nilikuwa naomba tuungane na wenzangu wote kwamba hapa hatumkomoi mtu, ila tunajaribu kuzungumza. Tuna miaka 15 humu ndani, na kakaangu Mbarawa hata mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo,
ile bunge lililoisha mwishoni, ulituambia hivyo kwamba nini, tukaenda tukafungua mkataba wa bilioni 33. Huo wa bilioni 33 umeshindikana, kwamba mmeweka vigezo vikubwa, kaondoka kwa sababu mkataba leo bilioni 6. Hii haiwezekani, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunahitaji Mbarawa, kipaumbele chako kwenye bajeti yako utuambie ni lini unaanza na unakamilika, basi tutaachia shilingi, wala hatuna matatizo na shilingi ya mheshimiwa. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Ulega. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkubwa na taadhima, ninaomba waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Mwanza na majirani wamwamini Profesa Mbarawa na serikali. Uwanja wa Mwanza umekuwa ukifanyiwa mambo kadhaa. Hapo mwanzo serikali imewahi kujaribu katika kuuboresha, hata kuhakikisha kwamba minofu ya samaki iweze kuwa inapita pale. Jitihada kubwa zilifanywa na hakika zinaendelea kufanywa. Ni kutokana na lile la uaminifu wa serikali, na inapoahidi inatekeleza. Mimi ninaomba nimshawishi Mheshimiwa Bonaventure Kiswaga ya kwamba tumwache profesa wa shilingi yake, atakwenda kufanya. Kwa hakika ule uwanja wa Mwanza hapo mwanzo, Mheshimiwa Spika, hata ile fence unayoiona haikuwepo, na kihistoria iliwahi kushuka ndege pale ikapata ajali kwa kumgonga mnyamapori nguruwe. Ndivyo, na waheshimiwa wabunge wa Mwanza wanajua serikali ilipokea, ikafanya jitihada, ikatengeneza, na leo taarifa, tunashukuru Mungu kwamba hilo halipo. Kwa hivyo mimi ninawaomba ya kwamba waiache serikali shilingi yake ili kusudi ikatekeleze, ikiwa ni pamoja katika kuliboresha hilo na lile la airport Igombe mpaka Kayanza kule, kwenda kutengeneza ile barabara inayoungana na huu uwanja mkubwa muhimu wa Mwanza, ambao utakwenda, ile barabara itakwenda kuunganisha mpaka na Magu. Watu wanaotoka upande ule wote waweze kupata huduma iliyo bora katika uwanja wetu wa Mwanza. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamani, hii hapo ukibonyeza back. Hizi vitu vya wasungu hivi. Tunatakiwa weke ile kama barcode. Ni ile barcode. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia hoja ambayo imetolewa na Mheshimiwa mbunge Kiswaga, mbunge wa Magu. Mheshimiwa Spika, na litambua jambo hilo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliweka mezani, na niungane na Mheshimiwa waziri wa sekta pamoja na timu yake, ikiwepo hoja ambazo zimetolewa na Mheshimiwa naibu waziri. Kama serikali tunatambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza, na Mheshimiwa Spika, zipo jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kuweza kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege unaojengwa Mwanza uendane na hadhi, kwamba Mwanza ni habu ya uchumi wa kanda ya Ziwa. Baadhi ya
hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuongeza runway ili iweze kukidhi ndege zote kubwa ziweze kutua pale, na katika hilo kumekuwepo na jitihada za kutafuta eneo zaidi ambalo kumekuwepo na mazungumzo ya hapa na pale yanayohusiana na kuongeza eneo ili kuweza kupata ukubwa wa eneo. Mheshimiwa, kwa mujibu wa kanuni naongeza muda mpaka tumalize shughuli yetu. Katika hoja iliyoletwa ambayo inahusiana na upande wa jengo, Mheshimiwa Spika, mimi nimepata fursa ya kufanya ziara Mwanza na nikakaa na wabunge wa Mwanza, nikakaa pia na viongozi wa serikali wa Mwanza. Ni kweli hiki ambacho Mheshimiwa Waziri amekisema, jengo lililokuwa linatazamiwa kujengwa awali halikuwa linaendana na hadhi inayotakiwa kujengwa, ikihusisha hata kuongeza urefu na upana wa uwanja wa Mwanza. Kipi ambacho kimekuja kukubalika ndani ya serikali? Imekuja kukubalika kwamba lijengwe jengo ambalo hatutataka kulibomoa tena baada ya muda mfupi. Uwanja wa Mwanza sina maana ya kubeza viwanja vingine, lakini hauwezi ukajenga uwanja wa Mwanza jengo lake likalingana na uwanja wa ndege wa Singida, uwanja wa ndege wa Dodoma huu uliopo wa sasa, kiacha ule wa Msalato, ama uwanja wa ndege wa Iringa wa zamani. Linatakiwa jengo ambalo litakuwa na standard ya viwanja vya kimataifa. Kwa hiyo hili ni hoja ambalo tulikubaliana, na kwa kuwa sasa budget imeandaliwa, nimeongea na Mheshimiwa Waziri, amenihakikishia kwamba hata lile linalotokea kwa uwanja wa Serengeti sio mbadala wa uwanja wa Mwanza. Kule utajengwa kwa PPP ukihusisha sekta binafsi, lakini commitment ya serikali ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wenye hadhi ya viwanja vya ndege vya kimataifa na kufanya Mwanza kuwa hub ya shughuli za kiuchumi hasa zinazohusisha viwanja vya ndege, ile iko pale pale. Mheshimiwa Spika, commitment niliyowaachia waheshimiwa wabunge wa Mwanza ni kwamba tutakuwa na kikao cha pamoja ili tuwe na uelewa pamoja, na baada ya hapo waiachie serikali kutekeleza yale ambayo yamekwama. Kwa hiyo nimeitisha kile kikao Ijumaa, ambapo wabunge wa Mwanza wote watakuwepo, serikali ya mkoa itakuwepo, wizara ya fedha watakuwepo, wizara ya uchukuzi watakuwepo, pamoja na wizara ya ujenzi, ili tuweze kumaliza haya yote ambayo yalikuwa yanaleta mkwamo, na baada ya hapo Mheshimiwa Spika, serikali tuendelee na utekelezaji. Naomba waheshimiwa wabunge waridhie hili, tutajadiliana kuondoa yale yanayoleta mikwamo katika kikao hicho cha Ijumaa ili tuweze kuiachia serikali iendelee na hatua ambazo zitafuatia. Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa Spika, kwa kauli hiyo ya serikali ya kukutana na wabunge, niombe wabunge wa kanda, acha shilingi ya Mheshimiwa Waziri ili mazungumzo yaendelee Ijumaa. Asante sana. Asante.